King'ora cha tahadhari kimesikika katika mji wa Beersheba kusini mwa Israel Jumamosi hii pamoja na maeneo ya jirani baada ya kombora la ballistic kurushwa kutoka Yemen, likiwa ni shambulio la kwanza la kundi la Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran dhidi ya Israel katika vita vya sasa. Jeshi la Israel limesema lilitambua kurushwa kwa kombora hilo na kuanzisha mifumo ya ulinzi wa anga kulizuia, huku wananchi wakitahadharishwa kujikinga. Wahuthi waliwahi kurusha makombora pamoja na drone dhidi ya Israel katika migogoro ya awali na pia kushambulia meli katika bahari ya Shamu. Maendeleo hayo yanakuja huku mapigano yakiongezeka katika maeneo mbalimbali. Nchini Lebanon, Hezbollah imedai kufanya operesheni kadhaa dhidi ya vikosi vya Israel ndani ya saa 24 zilizopita, yakiwemo mashambulizi karibu na miji ya Kiam, Tyre, Kantara na Miniara ambako mapigano ya ardhini yameripotiwa. Hezbollah pia ilidai kurusha kombora la ardhini kwenda angani dhidi ya ndege ya kivita ya Israel iliyokuwa ikiruka juu ya Beirut, hatua iliyochukuliwa kama ongezeko kubwa la mvutano. Wakati huo huo, Israel ilifanya mashambulizi ya usiku katika vitongoji vya kusini mwa Beirut ambavyo vimekuwa chini ya amri za mara kwa mara za watu kuhama. Israel imepanua operesheni zake za ardhini kusini mwa Lebanon, ikisema inalenga kuunda eneo la usalama hadi mto Litani ili kuwasukuma Hezbollah mbali na mpaka. Hatua hiyo imeongeza hofu miongoni mwa raia wa Lebanon, hasa kutokana na idadi kubwa ya watu waliokwisha kuhama makazi yao. Kwa upande mwingine, mashambulizi ya makombora yaliyolenga Tel Aviv mapema Jumamosi yamesababisha kifo cha mtu mmoja na majeruhi baada ya moja ya makombora kugonga barabara yenye shughuli nyingi za biashara. Shambulio hilo lilifuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya shabaha nchini Iran. Maafisa wa Israel wanasema mashambulizi ya makombora kutoka Hezbollah kaskazini mwa Israel ni moja sababu kuu ya kupanua operesheni za kijeshi ndani ya Lebanon, huku wakilenga kuunda eneo la kinga mpakani.